Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Mimi ni Robert Amani wa Usariva. Je, ni kweli kuna roho ya Mungu na roho wa Mungu? Kuna utofauti hapo? Kuna utofauti kati ya roho ya Mungu na roho wa Mungu? Kwanza jambo la kwanza ameanza kuuliza ili apate uhakika, na amesema je, ni kweli? Kwanza hilo tumuondoe mashaka, ni kweli. Yupo roho wa Mungu, ipo roho ya Mungu. Na hapa sasa nianze sasa kulijibu. Kwanza tofauti kuu kati ya roho ya Mungu na roho wa Mungu mara nyingi huwa inachukuliwa kuwa ni ya kimatamshi au ya kimaandishi. Tofauti hiyo kuliko ya kimaana katika Biblia. Kwani zote mbili huwa zinarejelea Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu katika utatu au nguvu ya utendaji ya Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni nguvu ya utendaji ya Mungu. Lakini hata hivyo baadhi ya tafsiri utofautisha kwa kusema roho wa Mungu, manake inasisitiza utu, nafsi, huku roho ya Mungu ikijumuisha roho yoyote. Manake kuna yani hiyo tofauti kati ya roho wa Mungu na roho ya Mungu. Manake iko yani kuna utofauti, tutauangalia hapa. Tutauona kwa sababu mtu asije akachanganyikiwa anaposikia haya maneno roho wa Mungu na roho ya Mungu. Na kabla kwanza nataka tusome maandiko ambayo yote mawili, kuna andiko linaelezea roho ya Mungu na kuna roho wa Mungu. Ya kwanza kabisa tuanze na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Mwanzo 1 mstari wa 2. Samani kidogo hapa. Okay. Hamna shida. Teknolojia. Kuna vitu vingi vilifunguka wakati mmoja. Sawa. Tuanze kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ni wa 2. Alafu tutaona hapo namna inavyoongelea. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Mstari wa 2. Biblia inasema hivi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hapo tumepata roho ya Mungu ikiwa imetulia juu ya uso wa maji. Lakini tuende tuangalie kwenye Agano Jipya, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Kitabu cha Agano Jipya, Warumi 8:14. Taona hapo inavyotuambia. Biblia inasema hivi 14. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa umeona hapa tumeona tayari kuna tofauti kati ya roho ya Mungu na roho wa Mungu. Sasa hapa kuna ufafanuzi wa kina kidogo. Kwa sababu roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Hii inaashiria nafsi ya tatu ya Mungu. Taielezea kidogo hapo. Yani ule utatu mtakatifu. Kwa ni roho ambaye kwa lugha yetu ya kibinadamu tunaweza tukasema ni roho mwenye utu, anayefikiri, anayehisi na anayefanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Huyo ni roho. Huyo ndio roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Lakini roho ya Mungu ni nguvu ya utendaji, na mara nyingi hutumika kumaanisha nguvu au nishati au uwezo wa Mungu unaotenda kazi duniani. Ni uwezo anaotumia Mungu kutimiza mapenzi yake, kama vile uumbaji kulingana sana tafsiri za kifasihi, ambayo ni roho ya Mungu. Kwa herufi kubwa roho wa Mungu, Roho Mtakatifu huwa inarejelea kama herufi kubwa imeandikwa Roho Mtakatifu wa kweli, wakati roho ya Mungu ni kwa herufi ndogo. Kwa inaweza kumaanisha roho nyingine yoyote tunaposema roho ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana sasa kwa muhtasari roho mbili zinarejelea Roho Mtakatifu, lakini roho wa Mungu inasisitiza uwepo wake kama nafsi na roho ya Mungu inasisitiza kazi yake kama nguvu. Kwa hiyo ndio tofauti. Unaona, roho wa Mungu ni nafsi, alafu roho ya Mungu ni nguvu, ni utendaji kazi. Na ndio maana tunaposema roho ya Mungu, umewahi
Umewahi kusikia maneno mtu anasema kuwa naona roho ya Mungu iko ndani yake huyu. Manake ni ule uwezo wa kutenda kazi, ndio roho ya Mungu. Lakini ukisema roho wa Mungu, manake hapo ni automatic unakuja kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Maana hiyo ndio roho wa Mungu. Ndio maana umeona tuliposoma pale naposema roho ile ya Mungu ikawa imetulia juu ya uso wa nini? Uso wa maji. Manake ni ule uwezo sasa wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hapa sasa tukiongelea Roho Mtakatifu, kwa sababu kama unavyojua kuna baadhi ya watu wanadhani kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Yesu pia ni Mungu. Na Baba pia naye ni Mungu vile vile. Sasa ukumbuke hatuna miungu watatu. Na hata Biblia haijaongea popote kuwa sisi tuna miungu watatu. Na ni eneo moja tu tunaposema mkiwabatiza watu wabatizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini mahali Biblia inaposema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, hilo halipo. Kwa maana kuwa tuna Mungu mmoja lakini katika hiyo mgawanyiko hizo nafsi tatu. Na ndio maana kwa sasa hii inajulikana kama nafsi ya tatu, sijui niwekeje ili watu kuielewa. Inajulikana kama nafsi ya tatu kwa maana kuwa ni ule uwezo wa Mungu wa kutenda kazi akiwa duniani. Lakini ukumbuke Mungu huyu pia aliwahi kuwa katika mwili ambapo ndio akajulikana kama mwana, ambaye sasa ndio Yesu Kristo alipokuja, na ndivyo hivyo. Kwa hiyo maana yake hiyo imegawanyika katika hayo makundi matatu kwa maana ya utendaji kazi ule namna ulivyogawanyika. Kwa sababu sasa kwa akili za watu wengi, na niwahi kuona hata baadhi ya picha watu wamechora Mungu Baba anaonekana ni mzee amekaa kwenye kiti, Mungu Mwana ni kijana hivi amekaa pembeni, alafu Mungu Roho Mtakatifu ni kama njiwa hivi, umbo la njiwa ndo amekaa pembeni. Kwa hiyo inaonekana kama mbinguni pale pana miungu watatu. Lakini kama kungekuwa na miungu watatu, how comes kiti cha enzi ni kimoja? Hakuna mahali wanasema kuwa kuna viti vya enzi vitatu. Maana kama wote wangekuwa ni miungu. So tuwe na uhakika kuwa Mungu ni mmoja, lakini utendaji kazi amegawanyika katika nafsi tatu. Maana tunaongelea ule uwezo, ule uwezo wa utendaji kazi. Kwa sasa huyu ndio roho wa Mungu. Lakini roho ya Mungu ni ule uwezo, hata mtu yeyote anaweza kusema huyu ana roho ya Mungu. Roho ya Mungu ni ule uwezo ulioko ndani ya mtu. Lakini ile roho wa Mungu ni ile nafsi sasa ya Mungu mwenyewe, ambayo ndio hiyo Mungu huwa roho yake anaitumia sasa kufanya kazi kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo hili sasa ndilo linalokuja pale kwa kitabu, nadhani kitabu cha Petro wa kwanza 1:21 anaposema kuwa unabii haukuletwa mahali popote kama apendavyo mtu fulani, ila ni binadamu hawa watu waliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa unaona Roho Mtakatifu anayeongelewa ni ile nafsi sasa ile ya Mungu mwenyewe. Lakini sisi wengine tunapojaa Roho Mtakatifu tunajaa ule uwezo. Unaona Biblia inasema naye aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Kwa maana yake kuna uwezo alafu kuna ile nafsi. Kwa hawa watu ambao ndio manabii sasa kama Biblia inavyosema, maana yake wao ni ile nafsi. Ndio maana si shida kusema kuwa Mungu anaongea naye, kwa sababu ile ni nafsi ya Mungu mwenyewe, ambayo ndio tumewahi kusikia hata hapa wakati fulani baba yetu akituambia kuwa roho wa Mungu ananiambia nikuambie hivi na hivi na hivi. Kwa wewe sasa unaweza ukajianza pale, kumbe hata mimi, lakini hata mimi sina Roho Mtakatifu. Kumbe tutofautishe, kuna vitu viwili tofauti pale, kwa sababu anayetenda kazi ndani ya nabii mkuu yeye anakuwa ni roho wa Mungu, sio roho ya Mungu. Maana roho ya Mungu hata mimi ninayo. Ndio maana naweza nikajaa ile roho ya Mungu, ule uwezo wa mimi kwanza kunena kwa lugha. Umeona, nikaanza hivyo kunena kwa lugha ambayo watu wengine hawaijui hiyo lugha ni lugha ya namna gani. Kwa hivyo vitu vinatofautiana kwa namna hiyo. Sawa sawa. Mwalimu, roho ya Mungu, roho ya Mungu, ipi inakaa ndani, ipi inakaa juu? Kuna kitu nilikuwa nakumbuka. Nafikiria baba aliwahi kutufundisha, afu sasa ni kama sikuelewa vizuri, yani nakumbuka sasa kwamba kuna mmoja wapo sijui ni ukaa juu, mwingine ukaa ndani. Hebu tusaidie. Lakini hii sasa inakuja kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio tofauti iliyoko hapa. Kwa sababu Agano la Kale roho ya Mungu ilikuwa inakaa juu ya
Sasa Agano Jipya roho inakaa ndani. Ndio maana unaona nabii Yoeli anatabiri, anasema siku za mwisho atamimina roho wake juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni kwamba kwa manabii wa zamani wa Agano la Kale, wao roho ya Mungu ilikuwa inakaa juu. Ndio maana nabii Isaya anasema roho ya Mungu, ya Bwana Mungu hii juu yangu. Yes. Maana amenitia mafuta, ni anaanza kuongea vipi. Maana ndio maana anasema iko juu yangu. Lakini sasa tangu wakati wa Yesu Kristo hivi alivyokufa akafufuka, roho wa Mungu hakai juu ya, yuko ndani ya. Unaona? Kwa ndio maana hiyo ndio tofauti. Agano la Kale walikuwa wanakaa juu ya, lakini kwa sasa anakaa ndani ya. Sawa sawa. Roho Mtakatifu huyo. Okay. Sawa. Lakini Roho Mtakatifu sasa kwa viwango tofauti, kwa sababu kuna mtu atakwambia mimi sihitaji kwenda kwa nabii kwa sababu hata mimi nina Roho Mtakatifu. Tumewahi kukutana na watu wa namna hiyo. Ndio maana nikataka hapa utofautishe, kuna roho wa Mungu kama nafsi ya Mungu mwenyewe, alafu kuna roho ya Mungu kama uwezo. Kwa sisi tunapompokea Roho Mtakatifu tunapokea uwezo. Unaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 anaposema tawajilia Roho Mtakatifu juu yenu, nanyi mtapata nguvu. Sawa. Kwa hiyo hilo lieleweke hivyo. Unanikumbusha somo moja baba alifundisha, nguvu, uwezo na uweza. Yes. Nguvu, uwezo na uweza. Yes, kama watu walimuelewa, nafikiri ndio hapo sasa. Kwa maana kuwa sasa kwa roho yule wa Mungu kwake yeye anampa uweza, might. Lakini sisi wengine ni uwezo, ability. Kwa kuna tofauti kati ya hayo maneno mawili, might and ability. Kwa sababu might ni mwenyezi, hiyo nguvu sasa, ni huo uweza, ni mwenyezi, na mwenyezi ni Mungu. Kwa maana yake huyo ni sehemu ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana sio binadamu wa kawaida. Ndio ile somo lake alivyokuwa ametufundisha ua wa Suleiman, hekalu lake. Kwamba wanakaa katika pale nje, ua wa nje, wana power. Wana power. Nguvu hiyo, watasaidiana mambo mawili matatu. Alafu lile ua kati akatuonyesha hawa wana uwezo. Huduma 5 zile. Lakini ua wa ndani patakatifu kule ni ni mighty, uweza, supernatural power. Hizo ndo zinatokea kule. Kwa hiyo tunakumbuka vitu vingi sana aliwahi kutugusia.